ambao mmeshiriki tukio hili adhimu. Kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimepewa nafasi ya kutoa neno la shukrani, lakini na mimi niseme kwa mwelekeo wa aina mbili. Moja ni kushukuru kwa matarajio ambayo tunatarajia kama halmashauri kuwa na mazingira mazuri ya kufanya kazi, lakini nyingine nitasema mwelekeo wa umoja ili tukamilishe, kwa sababu jambo hili ndio tumeanza. Kwa hiyo nikianza na hilo la matarajio, sisi tunashukuru sana mkurugenzi na zako, lakini pia na watu wote ambao wameshiriki kufanikisha jambo hili, mchakato huu, sana sana pia Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ndiyo msimamizi na kamanda mkuu wetu wa mambo yote yanayohusu maendeleo. Tunamshukuru sana. Tunatarajia si kwamba tutakuwa na majengo mazuri. Matarajio yetu ni kwamba tutakuwa na ufanisi pia wa huduma kwa wananchi wetu. Kama wataalamu wa mambo ya kijamii, kuna mtu mmoja namkumbuka anaitwa Maslow, aliandika kitabu kimoja kinakuwa titled Hierarchy of Needs. Anasema kwamba binadamu anahitaji mazingira aina tatu ili aweze kufanya kazi nzuri na aweze kuleta ufanisi. Jambo la kwanza anasema physiological needs, mahitaji ya msingi. Mahitaji ya msingi haya ni pamoja na mazingira ya kufanya kazi. Kwa hiyo tuna imani kwa michoro hiyo kama ilivyoonekana pale, majengo yalivyoonyeshwa kwenye michoro, watumishi wetu na sisi wenyewe madiwani tutakaa sehemu nzuri, na kwa maana hiyo tunaendelea kushukuru. Na kitu kizuri ni tiba pia, kama alivyogusia mwakilishi wa DC. Niwahi kuona mahali hata watoto wanapokuwa wanalia, mtu anayenyamazisha pia daktari au na sura laini kidogo ili aweze kupata faraja. Na akina baba, kama unataka kujua una sura ngumu au handsome, ukae na mama mwenye mtoto mdogo. Yule mtoto akilia, ukiwa na sura imekomaa kama mimi hapa, na mwingine na sura laini, mwenye sura laini kabisa handsome, mama mwenye mtoto atamwambia nyamaza au nenda kwa mjomba akubebe. Ukiambiwa hivyo una sura nzuri na handsome. Lakini ukiwa umekomaa kama mimi, mama mwenye mtoto mdogo akasema nyamaza au nimwambie mjomba akumeze, maana yake pale utajiongeza. Kazi na utu. Kwa hiyo hoja ya kwanza ni hiyo, kwamba tunatarajia mazuri na ufanisi mkubwa. Jambo la pili, Mheshimiwa rasmi, ni namna ambapo tutakuwa tueleze huu umoja kama tulivyoanza. Pia nikumbuke mtume mmoja alisema kwamba coming together the beginning, kwanza pamoja ni mwanzo, keeping together in the progress, kuendelea kuwa moja ni maendeleo. Lakini nasema working together is the success. Kwa maendeleo ni kufanya kazi pamoja. Kwa mimi tushukuru, lakini tuzidi kuomba huu umoja ambao uko kwenye idara zetu zote na wawakilishi wa idara mbalimbali. Tumeanza vizuri pamoja, tumemaliza vizuri, tunatarajia kufanya kazi pamoja. Fursa ambazo zitatokea tushirikiane ili sasa tukasherehekee vizuri kule mwisho. Mwisho kabisa, tuko na viongozi wetu wa kiroho. Tunashukuru kwa namna ambao wameshirikiana kuombea halmashauri yetu iendelee kuwa na utulivu, baraka na mipango kama hii. Baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru wote kabisa ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine, lakini bila kumsahau mwenyekiti wetu kwa namna anavyotuongoza na kuelekeza. Tunamshukuru sana.